Asubuhi ya baridi ya Februari 17 mwaka 1600, anga la Roma lilikuwa na ukungu mwepesi. Katika soko la Campo di Fiori, watu walikusanyika kimya kimya, wengine kwa udadisi, wengine kwa hofu, na wachache kwa huruma. Walijua mtu angeuawa siku hiyo. Ni kweli, Giordano Bruno aliletwa akiwa amefungwa minyororo, mwili wake ukiwa dhaifu baada ya miaka 7 gerezani, lakini macho yake yalikuwa bado makali, macho ya mtu aliyeuona ulimwengu mpana zaidi kuliko ule unaokubalika na watu wa wakati huo. Taratibu watu walimfuata na kumwambia, kanusha mafundisho yako, pia omba rehema. Lakini Bruno hakuonesha kutetemeka. Kwa miaka mingi walikuwa wamejaribu kuvunja mawazo yake kwa vitisho, upweke na mateso ya kisaikolojia, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kisichowezwa kusomwa wala kutikiswa. Hii inatupa uhakika wa kwamba ukweli hauogopi moto. Inasemekana Bruno aliwajibu kwa utulivu akisema, labda mnaogopa zaidi kutoa hukumu hii kuliko ninavyoogopa kuipokea. Maneno hayo hayakuwafurahisha. Ili kuhakikisha hatosema tena hadharani, walimfunga ulimi wake kwa kifaa cha chuma. Alifungwa kwenye nguzo ya mbao, kuni zilipangwa chini ya miguu yake. Umati ulikuwa kimya, ukimya mzito na wa hatari. Moto ulipowashwa, moshi ulianza kutanda polepole. Hakuna rekodi ya kilio chake, hakuna ushahidi wa kwamba aliomba msamaha. Wengi waliamini alikufa akiwa na msimamo ule ule, kwamba ulimwengu ni mkubwa kuliko hofu ya wanadamu. Dakika chache baadaye, mwili wake ulikuwa majivu, lakini mawazo yake hayakufa. Karne nyingi baadaye, wanadamu waligundua ukweli. Kuna mabilioni ya galaksi na sayari zisizohesabika zipo huko nje. Ni sawa na yale aliyowaza Bruno bila darubini ya kisasa. Leo sanamu yake imesimama Campo di Fiori, mahali alipouawa, akiangalia chini kimya, kama mtu anaikumbusha ulimwengu. Watu wengi hufikiri Giordano Bruno na Galileo Galilei walipata mateso kwa sababu ile ile ya sayansi dhidi ya kanisa. Giordano Bruno alikuwa zaidi ya mwanafalsafa na mtaalamu wa mawazo ya cosmological philosopher. Pia hakufanya majaribio ya kisayansi kwa kutumia vifaa, bali mawazo yake yalikuwa ya kinadharia sana. Ulimwengu usio na mwisho, nyota ni jua na sayari nyingi zenye uhai. Galileo Galilei alikuwa mwanasayansi wa majaribio, yani experimental scientist. Alitumia darubini kuboresha ushahidi wa mfumo wa Copernicus. Aligundua miezi ya Jupiter, milima ya mwezi na hatua za Venus. Kwa ufupi, Bruno alikuwa na falsafa ya ulimwengu, Galileo alikuwa na ushahidi wa kisayansi wa anga. Hii ni Kawabe #, na msomaji wako ni Rehema.